Ukisoma Biblia vizuri, utaona Yesu alivyowatendea wenye dhambi na jinsi alivyowatendea viongozi wa dini ni tofauti kabisa. Utaona kuwa Yesu alikaa na walevi, alikula na watoza ushuru na alizungumza na makahaba. Lakini Mafarisayo aliwaambia, "Ninyi ni nyoka." Waandishi aliwaambia, "Ninyi ni wana wa Shetani." Viongozi wa hekalu aliwapiga na bakora. Kwa kawaida huwa sababu tunafikiri Mungu anachukia dhambi. Mungu anapaswa kuwa mkali kwa wenye dhambi. Mungu anapaswa kuwa mpole kwa watu wa dini. Lakini Yesu alifanya kinyume kabisa. Yesu alikuwa mpole kwa wenye dhambi. Yesu alikuwa mkali kwa viongozi wa dini. Kwa nini? Leo tutaona jinsi Yesu alivyowatendea wenye dhambi kwa huruma na upendo. Jinsi Yesu alivyowatendea viongozi wa dini hasira, laana na hata bakora. Na pia kwa nini tofauti hii ilikuwepo. Lakini zaidi ni somo gani tunaweza kujifunza kutokana kwa hili. Tutaona Yesu akila na Mathayo mtoza ushuru na Mafarisayo wanakasirika. Yesu akilinda mwanamke wa zinaa kutoka kwa viongozi waliotaka apigwe mawe. Yesu akisema watoza ushuru wataenda mbinguni kabla ya makuhani na mengine mengi. Msikilizaji wangu, ni kuombe ukae mpaka mwisho. Kipindi cha leo kitakufanya ufikirie tofauti kabisa kuhusu Mungu, kwa sababu Mungu hayuko jinsi unavyofikiri. Yesu alichukia kiburi zaidi ya ulevi. Yesu alichukia unafiki zaidi ya uasherati. Yesu alichukia kujifanya mtakatifu zaidi ya dhambi za wazi wazi. Twende kazi. Lakini kabla hatujaanza, ningepende kuwashukuru kwa dhati ninyi wote mnaokuja hapa kila wakati. Kwa wale ambao bado hamjasubscribe, naomba bonyeza kitufe cha subscribe sasa. Asante. Hebu tuanze na jinsi Yesu alivyowatendea wenye dhambi. Mfano wa kwanza, Mathayo mtoza ushuru. Watoza ushuru walikuwa wachafu zaidi katika jamii ya Kiyahudi na walionekana wenye dhambi sana kwa sababu walifanya kazi kwa Warumi. Warumi walikuwa watawala jeuri. Waliiba pesa za wazalendo wao kwa kuongezea kodi. Walikuwa waasi dhidi ya Israeli na pia walihesabiwa kama wazinzi na wahalifu. Mathayo alikuwa mmoja wao. Ukisoma Mathayo 9 mstari wa 9 hadi 13 inasema, Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, alimwona mtu jina lake Mathayo akiketi kwenye ofisi ya ushuru. Akamwambia, "Unifuate." Naye akainuka akamfuata. Mathayo alikuwa mtoza ushuru. Mtoza ushuru alikuwa akionekana kama mwizi na msaliti. Yesu alimwendea akasema, "Unifuate." Yesu hakusema tubu kwanza, hakusema acha kazi yako, wala hakusema jiondoe dhambi zako, bali alisema unifuate. Msikilizaji wangu, hapa tunaona wito kabla ya toba, upendo kabla ya mabadiliko na hukumu. Kisha Yesu alifanya kitu cha kushangaza. Sikiliza hapa. Ikawa Yesu alipokuwa akila chakula nyumbani katika nyumba ya Mathayo, tazama watoza ushuru wengi na wenye dhambi walikuja wakaketi mezani pamoja na Yesu na wanafunzi wake. Yesu alikula na watoza ushuru. Yesu alikaa na wenye dhambi mezani kama marafiki. Mafarisayo walikasirika. Mafarisayo walipoona, wakawaambia wanafunzi wake, "Kwa nini mwalimu wenu anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi?" Mafarisayo walishangaa na kuchukia. Mtu mzuri haendi na watu wabaya. Rabi hafai kuketi na watoza ushuru. Yesu aliposikia akasema, "Wazima hawahitaji tabibu, bali walio wagonjwa. Lakini nendeni mkajifunze maana ya neno hili, napenda huruma wala si dhabihu, kwa maana sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi." Yesu alikuwa na maana ya kwamba wenye dhambi ni wagonjwa, si adui. Mimi ni tabibu, si hakimu. Napenda huruma zaidi ya ibada. Nimekuja kwa wenye dhambi, si kwa wanaojifanya mtakatifu. Hii iliwashtua Mafarisayo, kwa sababu Mafarisayo walifikiria Mungu anapenda watu wazuri, lakini Yesu alisema Mungu anawapenda watu wabaya kwa sababu wanajua wanahitaji msaada. Mfano wa pili, mwanamke wa zinaa.
Ukisoma Yohana 8 mstari wa kwanza hadi 11 utaona Mafarisayo walimletea Yesu mwanamke aliyekamatwa akizini. Wakasema, "Mwalimu, mwanamke huyu amekamatwa akizini katika tendo lile lile. Basi Musa katika sheria alituambia kwamba watu wa namna hii wapigwe mawe. Wewe usema nini?" Yesu akisema mpigeni mawe, atakuwa mkatili, anakanusha ujumbe wake wa upendo. Kama Yesu akisema msamehe, anakuwa anapingana sheria ya Musa. Lakini Yesu akainamisha kichwa chini, akaandika ardhini kwa kidole chake. Biblia haisemi aliandika nini, lakini watafiti wanadhani labda aliandika dhambi za Mafarisayo, kuwazumua unafiki wao. Labda aliandika amri, usizini, kisha kuandika amri zingine walizozivunja Mafarisayo. Labda aliandika Yeremia 17 mstari wa 13 inasema, "Wote wakuachao wewe wataandikwa ardhini." Tunajua tu ukimya wake ulikuwa na nguvu. Walipoendelea kumuuliza, akainuka akawaambia, "Yule asiye la dhambi kati yenu, yeye ndiye awe wa kwanza kumpiga jiwe." Yesu hakusema msamehe. Yesu hakusema mpigeni. Yesu alisema yule asiye na dhambi ampige. Wale waliosikia wakishtakiwa na dhamiri zao wakaondoka mmoja mmoja, wakianza na wazee hadi akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama kati. Wote waliondoka kwa sababu wote walikuwa na dhambi. Yesu akamwambia, "Mwanamke, wako wapi? Hakuna aliyekuhukumu?" Akasema, "Hakuna Bwana." Yesu akasema, "Wala mimi sikuhukumu. Nenda zako, usitende dhambi." Yesu alimhurumia, alimsamehe, alimpa nafasi nyingine. Mfano wa tatu, Zakayo mtoza ushuru. Luka 19 mstari wa kwanza hadi wa 10. Zakayo alikuwa mkuu wa watoza ushuru, maana yake alikuwa mwizi mkuu. Yesu alimtembelea. Yesu alipofika mahali pale, akatazama juu, akamwona, akamwambia, "Zakayo, shuka upesi, kwa maana leo lazima nikae nyumbani kwako." Yesu alimwambia mwizi mkuu, "Ninaingia nyumbani kwako." Watu wote walipoona hilo, wakanung'unika wakisema, "Ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi." Yesu ameingia kwa mwenye dhambi. Yesu anakula na mwizi. Lakini Yesu hakujali watu wanasema nini, kwa sababu alikuwa amekuja kuokoa waliopotea. Zakayo alibadilika baada ya Yesu kwenda nyumbani kwake. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, "Tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na kama nimemdhulumu mtu yoyote kwa njia ya udanganyifu, narudisha mara 4. Zakayo alibadilika kwa sababu Yesu alimkubali, si kwa sababu Yesu alimlaumu. Msikilizaji wangu, katika mifano yote hiyo, Yesu hakuwalaumu wenye dhambi. Yesu alikaa nao, Yesu alikula nao, Yesu aliwahurumia, na zaidi Yesu aliwapa nafasi. Kwa nini? Kwa sababu wenye dhambi walijua walikuwa na dhambi na wala hawakujifanya mtakatifu, na Yesu alipenda uaminifu huo. Sasa hebu tuone jinsi Yesu alivyowatendea viongozi wa dini. Mfano wa kwanza, nyinyi ni nyoka. Ukisoma Mathayo 23. Mathayo 23 ni sura nzima ya Yesu akiwalaani Mafarisayo. Si kidogo, ni kwa hasira kamili. Ametumia neno la kulaani ole wenu mara 7. Hebu tutazame aliwalaani wakina nani. Ole wenu waandishi na Mafarisayo, wanafiki, kwa maana mnafunga ufalme wa mbinguni mbele ya watu, wala ninyi hamuingii, wala hamuwawachi wanaotaka kuingia waingie. Ole wenu waandishi na Mafarisayo, wanafiki, kwa maana mnazunguka bahari na nchi kavu kumfanya mtu mmoja awe mgeuzaji, na akishageuzwa mnamfanya kuwa mwana wa kuzimu mara 2 kuliko ninyi wenyewe. Yesu alimaanisha ninyi mnamfundisha mtu kuwa mbaya zaidi kuliko ninyi. Ole wenu viongozi vipofu. Yesu aliwaita walimu na viongozi vipofu. Ole wenu waandishi na Mafarisayo, wanafiki, kwa maana mnasafisha nje ya kikombe na sahani, lakini ndani zimejaa udhalimu na tamaa. Yesu alimaanisha ninyi mnaonekana safi nje, lakini ndani ni wachafu. Ole wenu waandishi na Mafarisayo, wanafiki, kwa maana mnawajengea manabii makaburi na kuzipamba kaburi za wenye haki. Kwa hivyo mna ushahidi dhidi yenu wenyewe,
kwamba ninyi ni wana wa wale waliowaua manabii. Yesu alimaanisha ninyi ni wauaji wa manabii, na mifano mingineyo mingi katika Biblia. Mfano wa pili, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, ukisoma Yohana 8:44. Mayahudi viongozi walidai sisi ni wana wa Abraham. Yesu aliwaambia, kama mngekuwa wana wa Abraham, mngefanya kazi za Abraham, lakini sasa mnatafuta kuniua mimi, ninyi mnafanya kazi za baba yenu. Wakasema, sisi hatukuzaliwa kwa uzinzi, tuna baba mmoja, ndiye Mungu. Yesu akawaambia, kama Mungu angekuwa baba yenu, mngenipenda mimi. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na mnataka kuyafanya matamanio ya baba yenu. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, yeye ni muongo na baba wa uongo. Yesu aliwaambia viongozi wa dini, baba yenu ni Shetani, baba yenu ni Ibilisi. Mfano wa tatu, Yesu alipiga wafanyabiashara hekaluni. Ukisoma Yohana 2:13-17 na Mathayo 21:12-13. Yesu aliingia hekaluni, akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni, akapindua meza zao na akavunja fedha na viti vya wale waliokuwa wakiuza njiona, akawaambia, imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya maombi, lakini ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyiwa. Yesu alitumia hadi kuonyesha ni kiasi gani alichukia bakora. Yohana 2:15 inasema, akatengeneza bakora. Yesu hakuwapiga walevi, Yesu hakuwapiga mahakaba, lakini Yesu alipiga wafanyabiashara hekaluni. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wakitumia dini kufanya biashara, kama ilivyo siku hizi kwa asilimia kubwa. Walikuwa wakitumia Mungu kupata pesa, na Yesu alichukia hilo. Sasa, hebu tuone ni kwa nini Yesu alikuwa mpole kwa wenye dhambi, lakini mkali kwa viongozi wa dini. Wenye dhambi hawakujifanya kuwa wema. Kwa kifupi, walikuwa wakweli wenye kukiri madhaifu yao na hawakuwa wanafiki. Mathayo mtoaji ushuru alijua alikuwa mwizi. Mwanamke wa zinaa alijua alikuwa mwenye dhambi. Zakayo alikiri, nimewadhulumu watu. Sababu nyingine ni kwamba viongozi wa dini au sheria walijifanya watakatifu. Mafarisayo walifikiri walikuwa sawa. Walifikiri, sisi tunafuata sheria, sisi tunatoa zaka, sisi tunasali, sisi tuko sawa. Hawakuona unafiki na makosa yao. Kwa hivyo, Yesu aliwaambia, ninyi mnaonekana safi nje, lakini ndani ni wachafu. Sababu nyingine tena, wenye dhambi walikuwa wanyenyekevu. Wenye dhambi walikubali kuwa wao ni wakosefu, hata kwa ukimya kipindi walikuwa wanashitakiwa, na walikiri makosa yao. Mwanamke wa zinaa hakusema kitu, alitulia tu. Zakayo alisema, nisamehe. Lakini Mafarisayo walidai, sisi ni wana wa Abraham, sisi tunatunza sheria, sisi ni bora kuliko watu hawa. Msikilizaji wangu, hakika kiburi na majivuno ndiyo dhambi kubwa zaidi. Sababu nyingine pia, viongozi wa dini au sheria waliwazuia wengine kupata wokovu. Wenye dhambi hawakumzuia mtu kwenda kwa Yesu, lakini Mafarisayo waliwazuia watu. Yesu alisema, mnafunga ufalme wa mbinguni mbele ya watu. Hawakuingia wao wenyewe na hawakuwaruhusu wengine kuingia. Hii pia ni dhambi kubwa, kumzuia mtu asiende kwa Mungu. Sababu nyingine pia, viongozi walitumia dini kujipatia faida. Wafanyabiashara wa hekaluni walitumia ibada kufanya biashara. Yesu alikasirika kwa sababu walitumia dini kupata pesa, walitumia Mungu kwa faida yao. Yesu alichukia hilo. Je, Mungu anachukia nini zaidi? Mungu anachukia kiburi zaidi ya dhambi. Mithali 6:16-19 inasema, kuna vitu visita anavyovichukia Bwana, naam, 7 anavyovichukia katika nafsi yake: macho ya kiburi. Msikilizaji wangu, kiburi ni dhambi ya kwanza kwenye orodha. Mungu anachukia unafiki zaidi ya dhambi ya waziwazi. Yesu alisema, watoaji ushuru na mahakaba wanawatanguliza ninyi katika ufalme wa mbinguni. Ukisoma Mathayo 21:31, watoaji ushuru wataenda mbinguni, mahakaba wataenda mbinguni kabla ya Mafarisayo.
Kwa nini? Kwa sababu watoaji ushuru na mahakama walijua wanahitaji msamaha, lakini Mafarisayo walijifanya wako sawa. Yesu alisema, napenda huruma wala si dhabihu, ukisoma Mathayo 9:13. Mungu hataki ibada bila upendo, sheria bila huruma na dini bila moyo wa kumtafuta. Mungu anataka moyo unaomtafuta, unyenyekevu unaokubali uhaji wake na upendo kwa wengine. Sasa unajua ukweli. Yesu hakuwakasirisha wenye dhambi. Yesu aliwakasirisha viongozi wa dini zaidi, kwa sababu ya kiburi na kujihesabia haki. Ukisoma Yakobo 4:16, Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa neema wenye nyekevu. Mpaka hapo tumefika tamati, msikilizaji wangu. Nashukuru kwa kuwa nami hadi wakati huu na naimani umejifunza kitu. Ikikupendeza, naomba like, na kama hujasubscribe, naomba subscribe sasa. Siku zote kumbuka kuwa Mungu anachukia kiburi zaidi ya dhambi. Mungu anapenda unyenyekevu. Tutaonana kipindi kijacho. Mungu akubariki.